nataka nikwambie kitu fulani. Ndio. Unaweza kujua historia ya watu wengi waliopita kwenye matumbo ya wazazi wao. Ndio. Lakini kuna kizazi kingine ambacho Mungu hakupitisha kwenye tumbo la mtu yoyote. Nenda fuatilia uzaliwa wa mfalme na uzaliwa pia wa nabii Elia. Nabii Elia hana baba wala mama. Ndio maana aliondolewa chini ya jua bila mauti. Kwa nini? Nani angemlilia? Nani angehuzunika? Ameondoka kimya kimya, akapaa akaenda mbinguni, kwa sababu hakuwa na baba wala mama ambaye angefunga mtandio akilia nimefiwa. Nenda kwenye historia, tafuta nani baba yake Elia. Mtishibu. Nani? Na Mtishibu huyu ni kijiji kabisa, ni mji aliyotokea pembezoni mwa Yordani. Yeye hakuwa na baba wala mama. Alitoka wapi? Tafuta vitabu vyote, hata kithiolojia na historia, fuatilia. Hakuwa na baba wala mama kabisa. Yani ni mtu special aliyetokea tu kuwepo. Na ndio maana hata kuondoka kwake aliondoka special kama vile alivyokuwepo kabisa. Ni maombi yangu na dua, kuna vitu vitaanzishwa kwenye maisha yako. Hakuna mwanadamu atakayevipinga na havitanyamazishwa na mwanadamu, katika jina la Yesu. Amen. Hana baba kabisa, hana mama duniani. Ndio maana huwezi kusema huyu nitamuua. Kwanza hata mkono wako wa kibinadamu hauwezi kumuua kabisa. Alishindikana kwa Ahabu. Kwa nini? Unajua unamuua yule wa damu wenzio, lakini damu ya mbinguni huwezi kuiua kabisa. Ndio maana wachawi wanatutafuta sisi usiku kucha, wanakuta tulishajiconnect na Yesu Kristo wa Nazareth. Ile damu ya msalaba tumeibugia, tumeinywa mpaka tunaiogelea. Kwa hiyo anakuja na vinyamkera vyake, anazimia mbali kabisa kabisa. Hasa kuna vitu lazima tukae kwenye engo zetu. Haleluya. Kuna vitu visikuchukue sana akili, visikuchukue sana mawazo. Jaribu kuangalia kipi cha msingi ndani yako. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, nikawahi siku moja kumuuliza, hivi Mungu na pombe nani zaidi kwenye maisha yako? Akasema Mungu. Nikamwambia, kwa nini pombe inakuchukua akili? Huwezi kudanganya. Ulimi utadanganya, lakini nafsi yako nayo inasema hivyo. Kwa sababu kitu chochote, niliwahi kuwafundisha, kama mnakumbuka hapa Mzee Raymond, ilikuwa mwaka jana, niliwaambia kitu, na clip ziko YouTube, niliwaambia kitu chochote kinachochukua 80% kwenye akili yako ndio Mungu wako. Mnakumbuka hiyo? Wangapi mnakumbuka hiyo pointi niliongea? Msiinue tu. Unakumbuka Bisandro, umeinua mkono. Niliwaambia hivi, kitu chochote kinachochukua 80%, ikiwa ni biashara imekuchukua 80%, ndio Mungu wako. Ikiwa ni ajira imekuchukua 80%